Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe mpendwa msikilizaji wa Mwangaza FM. Karibuni tusikilize ujumbe na tafakari ya Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 5 Februari 2026. Tukiongozwa na ujumbe usemao, ndiyo, tufanye kazi nzuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu na tuwe watakatifu. Upendo wa Mungu uwashe mioyo yetu kwa utakatifu wa mbinguni na kutuongoza kila siku katika utakatifu unaotustahili. Ndiyo, tufanye kazi nzuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu na tuwe watakatifu. Upendo wa Mungu uwashe mioyo yetu kwa utakatifu wa mbinguni na kutuongoza kila siku katika utakatifu unaotustahili. Ndugu mpendwa, katika ujumbe wa leo, mwanzoni kabisa Mtakatifu Gaspari anatuasa kuwa tufanye kazi nzuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hapa tunaalikwa kuwa kazi njema na nzuri katika maisha ya Mkristo si mapambo, bali ni tunda la imani hai katika maisha ya Mkristo, ambayo mbegu yake Mungu mwenyewe aliipanda ndani mwetu. Mbegu hiyo ya ukuu Mungu mwenyewe alipanda ndani yetu, yeye mwenyewe ameitakasa na kuibariki. Hivyo tunapaswa kuitunza, kuimwagilia, kuiwekea mbolea ili mwishowe tuje tupate tunda jema. Mbegu hiyo yaweza kuwa ndogo kama punje ya haradali, lakini kwa kuimwagilia na kuiwekea mbolea, ndiyo maana ni kusali, kupokea masakramenti na pia kujikatalia, kujinyima na kutenda matendo mema kwa mwili na roho. Ndiyo baadaye tunaweza kupata matunda mema ambayo ni upendo, unyenyekevu, uvumilivu na mengineyo. Kwa maana tukisoma kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 5 aya 22 hadi ya 23, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani na uvumilivu. Pia tunaalikwa kuwa watakatifu kama Wakristo. Hili si ombi la hiari, bali ni wito wa lazima kwa kila aliyebatizwa. Kwa maana ukisoma kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya 3 hadi 4, hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, ili sisi nasi tupate kuenenda katika upya wa uzima. Huu upya unaozungumziwa hapa ni upya wa maisha ya utakatifu. Kisha unafuata ujumbe usemao, upendo wa Mungu uwashe mioyo yetu kwa utakatifu wa mbinguni. Hapa tunafundishwa kuwa ule utakatifu tuutafutao hatuwezi kuupata kwa nguvu zetu wenyewe, bali kwa upendo wa Mungu unaowaka ndani yetu. Kwa maana tangu mwanzo mwinjili Yohana anatuambia katika Injili sura ya 3 aya 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee. Na pia Mtume Paulo anawaambia Warumi katika barua yake kwa Warumi sura ya 5 aya 8, lakini Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi Mungu anapomtoa mwanaye wa pekee, kwa damu yake nasi tunafanywa kuwa watakatifu. Basi huu ni upendo wa namna gani wa Kristo Yesu kufa kwa ajili yetu sisi watu dhaifu? Hatimaye ujumbe unasema, na kutuongoza kila siku katika utakatifu tunaostahili. Kwa hili tunakumbushwa kuwa utakatifu ni safari ya kila siku, ni njia ambayo tunatakiwa kuienenda, ambayo mwisho wake ni mbinguni, ambao ni makao yake Mungu hata baada ya ufufuko wa Kristo Yesu. Kwa maana na sisi tunaalikwa tuyatafute yaliyo juu Kristo aliko. Kwa maana ukisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 aya ya 1, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Mwisho kabisa,
Ndugu wapendwa katika Kristo, mwaliko wa kuwa watakatifu si ndoto, bali ni wajibu wa kila Mkristo mbatizwa. Pale damu yake inapomwagika msalabani, anataka tutakasike na dhambi zetu ili kazi zetu ziwe bora na nzuri, si kwa ajili ya sifa zetu, bali kwa ajili ya sifa na utukufu wake Mungu, na mwishowe mioyo yetu iwashwe kwa upendo wake, ili maisha yetu yawe ushuhuda wa Injili aliyohubiri Kristo. Kwa maana ukisoma waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura ya 4 aya ya 7, kwa maana Mungu hakutuitia uchafu, bali katika utakatifu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Colin Christopher Mgoo wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.